Bwana Yesu asifiwe sana. 2026 ina maana gani kiroho? Kitu ambacho nataka ufahamu ya kwamba kwenye elimu ya namba za kiroho 2026 ni muhimu sana. Kama kuna mambo ambayo unatamani uyaanzishe kwenye maisha yako, 2026 ni wakati mzuri wa kuanzisha mambo 2026. Wale wataalamu wa namba wanafahamu 2026 unaweza ukaelewa ni mwaka wa kudhubutu, ni mwaka wa kuanza vitu, kuanza mambo mapya. Kwa mfano ukichukulia kwenye elimu ile ya namba ya kinabii kwenye prophetic numbers, utafahamu ya kwamba 2026 ni 2026. Manake 20 inakuwa 2, alafu 2 inakuwa 4, alafu 4 6 inakuwa 10. 10 ni 1 0. Kwa 1 plus 0 ni 1. Kwa 2026 ni 1, namba 1. Maana kama unataka uanze vitu, anza mwaka huu. Kama unataka kuanza kujenga, kuanza biashara, kufungua kampuni, kuanzisha taasisi, anza mwaka huu. Matokeo yake ya hilo jambo kukua na kupata matokeo ni kubwa sana. Kama unataka kuanza jambo lolote la kibiashara, anza mwaka huu. Hata ukija kwenye 25 ile 25 ni 27. 27 maana yake ni 2 plus ni 2 5. 2 plus 5 2 jumlisha 5 ni 7. 7 ni utimilifu. Kwa hiyo 26 ni kuanza upya tena. Kwa hiyo kama wala ambao wanaweza kusensi mambo ya rohoni, kama unataka kuanza jambo kwenye maisha yako, kuanzisha familia, kuanzisha biashara, kuanzisha kampuni, kama unataka kuanza jambo lolote kiroho, anza mwaka huu. Ukifanikisha kuanza jambo mwaka huu, umewini kiroho. Na leo usiku nitakuwa ninaeleza kwa nini 2026 unapaswa kuanzisha vitu kwenye ulimwengu wa roho. Kwa nini 2026 unapaswa kuanzisha mambo fulani. Ni mwaka ambao umekaa kwa ajili ya kuanzisha mambo mapya kwenye maisha. Usikae kinyonge. Tukutane leo saa 4 kamili. Nitakuwa ninafundisha namna ambavyo ni muhimu sana mwaka huu kuanzisha vitu. Na Mungu akubariki sana. Amen.